Katika hatua inayozua mjadala mkubwa ndani na nje ya Tanzania, Jumuiya ya Madola kupitia Commonwealth Ministerial Action Group maarufu kama CMAG imeweka mpango maalum wa hatua za haraka unaolenga kusaidia kutatua mgogoro wa kisiasa unaoendelea nchini Tanzania. Katika mapendekezo yake ilisema kuwa ndani ya siku 30 swala la kizuizi cha mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu linapaswa kupatiwa ufumbuzi kupitia njia za kisiasa na kisheria. Aidha, watu wengine wanaoshikiliwa kwa sababu ya kutumia haki zao za msingi kwa njia za amani wanapaswa kuachiliwa. Kwa sababu Tanzania ni mwanachama wa Jumuiya ya Madola na imekubali kuheshimu misingi ya demokrasia, utawala sheria, haki za binadamu na uchaguzi huru na wa haki. Lakini swala la Tundu Lissu sio pekee lilopo kwenye ajenda ya Commonwealth. Ripoti hiyo pia imeweka masharti mengine muhimu. Ndani ya siku 60 Tanzania inashauriwa kurejesha kikamilifu uhuru wa majukwaa ya kidijitali, kuhakikisha hakuna vitisho dhidi ya waandishi wa habari, wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na watetezi huru wa kujieleza. Kwa upande wa siku 90 imependekeza kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yatakayowashirikisha wadau wote wa kisiasa chini ya mpatanishi anayekubalika na pande zote. Mazungumzo yanapaswa kujadili mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, mazingira ya ushindani wa kisiasa, swala la wafungwa na mahabusu wa kisiasa pamoja na uwajibikaji kuhusu matukio yaliyopita. Moja ya mambo yaliyojitokeza kwa nguvu katika mapendekezo hayo ni swala la maridhiano ya kitaifa. Kwa miaka kadhaa sasa, Tanzania imekuwa ikikabiliwa na mvutano wa kisiasa kati ya serikali na vyama vya upinzani. Kumekuwa na malalamiko kuhusu kukamatwa kwa viongozi wa kisiasa, kesi za kisiasa, mazingira ya uchaguzi na uhuru wa kutoa maoni. Kutokana na hali hiyo, Commonwealth inaamini kuwa njia pekee ya kurejesha utulivu wa kudumu si matumizi ya nguvu, bali ni mazungumzo ya wazi yatakayojenga imani kati ya serikali na vyama vya siasa na wananchi. Mashirika mbalimbali ya kiraia nchini Tanzania nayo yameunga mkono mapendekezo hayo. Imesema kuwa Tanzania inahitaji maridhiano ya kweli yatakayojengwa juu ya ukweli, haki na uwajibikaji badala ya makubaliano ya kisiasa asiyogusa chanzo cha migogoro. Kwa mujibu wa wadau, historia inaonyesha kuwa Jumuiya ya Madola imewahi kusaidia katika upatanishi wa migogoro mbalimbali duniani na hata Zanzibar iliwahi kufaidika na juhudi za upatanishi zilizochangia kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Kutokana na uzoefu huo, baadhi ya wadau wamependekeza kupatikana mpatanishi huru ambaye atakubalika na pande zote. Miongoni mwa majina yanayotajwa na baadhi ya wadau na viongozi wa staafu wa Tanzania pamoja na baadhi ya viongozi wa Afrika wenye uzoefu wa usuluhishi wa migogoro. Mbali na swala la Tundu Lissu, jumuiya ya kimataifa pia inaangalia kwa karibu hali ya haki za binadamu nchini Tanzania. Mashirika mbalimbali ya kimataifa yamekuwa yakisisitiza umuhimu wa kuheshimu uhuru wa vyama vya siasa, uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukusanyika kwa amani pamoja na uhuru wa mahakama kufanya kazi bila shinikizo. Pia amekuwa akitaka uchunguzi wa matukio mbalimbali ya ukiukwaji wa haki za binadamu ufanyike kwa wazi na wale watakaobainika kuwajibika wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa upande mwingine, serikali ya Tanzania imekuwa ikisisitiza kuwa itaendelea kuheshimu katiba, sheria za nchi na uhuru wake wa kufanya maamuzi bila kuingiliwa na mataifa ya nje. Rais Samia Suluhu Hassan pia amewahi kueleza kwa wakati mwingine hoja za haki za binadamu hutumiwa kama nyenzo za kushinikiza Afrika, huku akisisitiza umuhimu wa kulinda mamlaka na uhuru wa nchi. Hata hivyo, Commonwealth imeweka wazi kuwa maendeleo ya utekelezaji wa mapendekezo hayo yatafuatiliwa. Tanzania imeombwa kuwasilisha taarifa ya hatua zitakazochukuliwa, na iwapo kutakuwa na maendeleo ya kuridhisha, Commonwealth inaweza kujadili hatua nyingine katika kikao chake kijacho. Kwa mujibu wa kauli za viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, katika vipindi tofauti chama hicho kimesema na kuweka wazi kwa kiko tayari kwa maridhiano, lakini ikaweka mkazo kwamba maridhiano hayo yawe na matokeo yanayoweza kupimika, si mazungumzo ya kisiasa pekee. Msimamo wa chama umejikita kwenye hoja kadhaa. Kwa kwanza, mageuzi ya mfumo wa uchaguzi. Chadema imekuwa ikitaka kuwepo kwa mfumo wa uchaguzi unaodai utakuwa huru, wa haki na wenye ushindani sawa kwa vyama vyote. Imeweka mkazo pia uhuru na uwazi wa taasisi zinazosimamia uchaguzi pamoja na usimamizi wa matokeo, utawala wa sheria pamoja na haki. Chama kimetaka sheria zitumike kwa usawa kwa wote bila ubaguzi wa kisiasa. Kimekuwa kikitaka kesi zinazodaiwa kuwa za kisiasa zipitiwe kwa mujibu wa sheria.